Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko sura ya 6 aya ya 14 hadi ya 29. Mfalme Herode alisikia habari, kwa maana jinsi jina lake lilikuwa kutangaa, akisema, Yohani Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Wengine walisema ni Elia, wengine walisema huyu ni nabii au ni kama mmoja wa manabii. Lakini Herode aliposikia akasema, Yohani nilimkata kichwa, amefufuka. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkata Yohani, akamfunga gerezani. Akamkamata Yohani akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia, mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemuoa, kwa sababu Yohani alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Naye yule Herode Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asipate, maana Herode alimwogopa Yohani, akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda. Na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufa ya Herode, sikukuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu wakubwa wake na majemedari na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwambia, hata kama ni nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohani Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohani Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari, akaamuru kuleta kichwa cha Yohani. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakauchukua mwili wake, wakauzika kaburini. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, tunaona swala la Herode. Kwanza, huyu Herode mwenyewe aliua mama yake, aliua baba yake, na akaua ndugu zake 4, kwamba wanataka kumuingilia kwenye ufalme wake. Aliogopa sana kupinduliwa, kwa hiyo akawa mkatili sana. Familia yake aliteketeza, na sasa anaendelea kuongoza. Kwa hiyo swala la kuua kwake kilionekana kitu cha kawaida. Alafu pia mfalme kama mfalme inabidi aangalie vile viapo anavyoviapa, kwamba alikuwa sio mzuri, kwamba hata nusu ya ufalme wangu naweza nikakupa. Hawa ndio tunaowapata wakati huu, mikataba mibovu na maandishi mabovu. Anaweka mkataba wa kuuza dunia nzima, anaweka mkataba wa kuuza mke wake kama wale wacheza kamari. Anaweka mkataba. Wewe utawekaje kwamba hata nusu ya mali kwa sababu mtu amecheza? Ili swala ni baya sana na linatikisa vichwa vya dunia sasa hivi. Mikataba tunayoiweka, wawekezaji wanaokuja na tunawaandikia barua na kusaini. Sasa tutofautiani na Herode huyu aliyechezewa na yule binti mke wa nduguye, akasahau kwamba yeye ni mfalme.
Kwa hiyo ndugu zangu, tutafakari wote dunia ya sasa, na hasa katika nchi za Kiafrika, mikataba tunayoiweka hata nusu ya nchi. Manake ilibidi ampe nusu ya nchi, na nusu ya nchi nitakupa. Kwa sababu gani? Alicheza kitu kidogo kabisa kucheza. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo, hilo ni swala ambalo sasa hivi nchi zetu za Kiafrika kuna matatizo, mikataba mibovu. Umeshauweka alafu baadaye unaleta hasara. Kitu kingine, mamama wajue namna ya kuwaombea watoto wao vitu vyema. Hasa mtoto anasema mama niombe nini? Anamuombea mwanae kuua. Tusiwe wauaji. Mamama wa sasa tuwaombee watoto wetu yale mema yanayowafaa. Ilibidi warau wamuombe kitu kingine, hata gari. Sasa unaomba uzima wa mtu kweli? Kwa hiyo mamama wa familia kwa sasa tuangalie sana mambo tunayokuwa tunawaombea watoto wetu, na hasa tunapojua kwamba yule mtoto anaweza akapata faida. Tusipoteze uzima wa mtu. Uzima wa mtu una gharama kubwa. Ninaomba katika kombe kichwa cha Yohani Mbatizaji. Hilo ndilo la mtu aliyesema kwamba amekufa mmoja. Kwa nini nasikia kelele na mtu mmoja ndiye aliyekufa? Hapana. Uhai wa mwanadamu unalindwa. Uhai wa mwanadamu umekombolewa kwa damu azizi takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo haupaswi kuchezewa, hata kama ni mtu mmoja. Tangu kutungwa kwa mimba, sekondi 2 baada ya mbegu ya kiume kukutana na mbegu ya kike, kilichotungwa ni mtoto. Ikitolewa, dunia nzima inabidi isimame. Kumbe tunabidi tutunze uhai. Herode alishindwa kutunza uhai. Mama yake na Herodia alishindwa kutunza uhai. Wanafamilia tunaomba kutunza uhai. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mkae kwa amani. Tumshukuru Mungu.